Sasa haya yasiposemwa na watu wasipoelezwa madhara yake na adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inawezekana watu wakaona ni jambo la kawaida sana, lakini kumbe katika Uislamu ni jambo baya, na adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, haina mfano wake. Ndugu zangu, miaka takriban kama 30 nyuma iliyopita, ilikuwa katika mitaa yetu kuonekana mtu ambaye shoga au anayeingiliwa kinyume na maumbile, ilikuwa ni jambo ambalo kumuona mtu kama huyo kwa kweli unafanya kumtafuta kwa tochi. Ni nadra sana kumuona. Miaka 30 nyuma iliyopita, 20-30 nyuma iliyopita, yani mtaani ikitokezea kuna mtu ambaye ni shoga, jamii ilikuwa inastaajabu, bali ilikuwa ni aibu kubwa, bali ilikuwa yule mtu anayefanya hivyo anaishi kwa kujificha. Lakini leo ukitembea katika mitaa, wale ambao wanaingiliwa kinyume na maumbile imekuwa ni jambo la kawaida, na wanatembea wamerelaksi na wala hawana shaka kabisa. Bali imekwenda mbali zaidi. Katika jamii tunayoishi leo, wanaoingiliwa kinyume na maumbile wamegewa majukwaa, ndio wamekuwa wasemaji katika baadhi ya majukwaa. Leo kuna baadhi ya media, kuna vyombo vya habari, kuna watu ambao ni mashoga na wanajulikana kuwa hawa ni mashoga, wamegewa nafasi ya usemaji, kuwa ni watangazaji katika media za aina fulani hapa Tanzania. Yani maana yake ni kwamba yule mtu ambaye ni shoga anapata platform ya kuweza kuongea na jamii. Unajua, mtu akigewa jukwaa radio au television akawa anaongea na jamii kwa muda mrefu, maana yake anaweza kuiathiri ile jamii kwa muonekano wake na maneno yake. Leo mashoga wamegewa majukwaa katika media, wamekuwa ndio wasemaji, bali mashoga wamekuwa ndio watu wanachambua mambo ya kijamii katika media za aina fulani. Kwa wale ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii, radio hizi, television mbalimbali, kuna watu ambao ni mashoga, ni watangazaji, wamegewa vipindi maalum. Utasikia kipindi kinaitwa kipindi cha aina fulani, pale ndani kuna shoga. Media nyingi ukizifuatilia, takriban media nyingi Tanzania zina mashoga ndani yake, na wale wa mashoga ndio wamekuwa wachambuzi wa mambo ya kijamii. Unadhani huyu shoga anaweza akachambua jambo la aina gani ikiwa yeye mwenyewe yupo katika mlengo wa aina fulani? Bali kuna baadhi ya mashoga wamegewa mpaka uongozi, kwamba mtu ni mbunge lakini shoga. Bali imekwenda mbali zaidi, ili jambo la ushoga imefikia mahala mtu ni diwani lakini shoga. Kuna mtu mwingine ana cheo kwenye kampuni, amegewa ukurugenzi, ni manager lakini shoga. Kuna mtu amegewa uwaziri, yani unamfahamu huyu ni waziri katika nchi, lakini ni shoga. Yani jamii leo imewapeleka mbele, imewaweka mbele watu ambao wanaingiliwa kinyume na maumbile, mpaka ikaonekana ni jambo la kawaida katika jamii. Wakati miaka 20 au 30 nyuma, ili jambo ilikuwa ni nadra sana kuonekana katika jamii. Leo jamii yetu ya Kiislamu imefikia katika mazingira kama hayo, kweli imeonekana ni jambo la kawaida sana. Sasa haya yasiposemwa, hawa watoto tunaowaona leo, kizazi hiki, maana yake miaka 10 au 20 mbele tutakuwa tumekipoteza hiki kizazi, na target yao kubwa ni hiki kizazi cha hawa watoto wetu, ndio target yao kubwa. Japokuwa wako baadhi ya watu ambao ni watu wazima leo tunawafahamu, na wenyewe nao pia wanafanya hivyo vitendo. Wako watu ambao ni mabasha, wanawaingilia watoto kinyume na maumbile, na wako watu wazima ambao nao pia wanaingiliwa kinyume na maumbile. Yani ni jambo ambalo ukilifuatilia kwa makini limeota mizizi kiasi ambacho huwezi kujua nani yupo salama na nani kaharibika katika jamii tuliyokuwa nayo leo. Sasa ni lazima tuweze kulizungumza hili jambo kwa muktadha wa kutazama dini inasemaje, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama jambo kama hili amelizungumziaje. Ndugu zangu, kwanza katika Uislamu
kitendo cha mtu kumwingilia mwanamume mwenzie kinyume na maumbile, kitendo cha mwanamume kuingiliwa kinyume na maumbile, kitendo hiki katika Uislamu ni haramun mutlaqan, ni haramu, hakuna mjadala katika Uislamu. Ni kitendo ambacho ni haramu, maana yake kimekatazwa, na mtu akifanya maana yake anapata dhambi. Bali sheria ya Uislamu imekwenda mbali zaidi. Mtu ambaye anafanya kitendo cha kumwingilia mwanamume mwenzie kinyume na maumbile, au yule ambaye atakayekuwa anaingiliwa kinyume na maumbile, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja hadithi yake, hadithi ambayo amepokea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala amuiradhi yeye na baba yake, anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja hadithi yake aliwahi kusikika akisema, man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lutin, ikiwa mtawakamata, ikiwa mtawakuta watu ambao wanafanya kitendo cha kaumu Luti, wanaingiliana kinyume na maumbile, ikiwa mtawakuta, Mtume anasema mkawakamata watu ambao wanaingiliana kinyume na maumbile, Mtume anasema faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Mtume anasema anatakiwa auawe yule ambaye anayefanya na yule ambaye anayefanyiwa. Ikiwa mtamkamata, ikiwa mtamkuta yule ambaye anafanya kitendo cha kaumu Luti, anamwingilia mwenzake kinyume na maumbile au anaingiliwa, hukumu katika Uislamu anatakiwa auawe yule anayefanya na yule anayefanyiwa. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, waman wajadtumuhu, na yule ambaye au ikiwa mtamkamata mtu ambaye waqa ala bahima, anamwingilia mnyama. Yani kuna watu wao kazi yao ni kuingilia wanyama. Kuna mtu anafanya mapenzi na mbwa, kuna mtu anafanya mapenzi na ng'ombe, kuna mtu anafanya mapenzi na mbuzi, kuna watu wanafanya hivyo vitendo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema ikiwa mtamkuta mtu huyo, hukumu yake mtu huyo ni kuuawa, lakini pia na yule mnyama naye aliyeingiliwa hukumu yake ni kuuawa. Hadithi hii ya mtu ambacho kimewekewa adhabu kali katika Uislamu kwa mtu ambaye anafanya kitendo kama hiki. Bali wanawachuoni wanatueleza ya kwamba al-liwat yahtazzu lahu arshur rahman, kitendo cha mtu kufanya liwat kinapelekea kutingishika kwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wakati mwanamume anamuingilia mwanamume mwenzie, arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala inatingishika kwa kile kitendo. Wakati mwanamume anamuingilia mwanamke kinyume na maumbile, arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala inatingishika, inatikisika kwa kitendo cha mtu kumuingilia mwanamke au mwanamume mwenzie kinyume na maumbile. Kwa hiyo Muislamu inatakiwa alifahamu hili, kwamba kitendo cha liwati ni kitendo ambacho kinapelekea ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kali sana. Na ndio maana Uislamu ukaweka sheria ngumu kwamba mtu akikamatwa inatakiwa auawe. Sasa unapofanya kitendo kama hiki kwa kumuingilia mke wako au kwa kumuingilia mwanamume mwenzio, tambua ya kwamba umeingia katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja hadithi yake aliwahi kusema, man ata imra'atahu fi duburiha mal'unun, Mtume anasema mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, amelaaniwa yule ambaye anamuingilia mke wake kinyume na maumbile, mtu huyo amelaaniwa. Man ata imra'atahu
fi dhuburiha, amelaaniwa yule ambaye anayemuingilia mke wake kinyume na maumbile. Pindua maana yake ni kwamba ikiwa mtu amelaaniwa kumuingilia mwanamke, vipi mtu ambaye atakayekuwa anamuingilia mwanaume mwenzie? Maana yake mtu huyu atakuwa katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na unaposema laana, maana yake mtu anatolewa katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anamuingilia mwanaume mwenzie ametolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anamuingilia mwanamke kinyume na maumbile ametolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo mtu haoni ajabu kumuingilia mke wake au kumuingilia mwanaume mwenzie. Na ukisikia mtu amelaaniwa, maana yake hawezi kuiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuiona, hawezi. Yani unaposikia Iblis amelaaniwa, sheitani yule amelaaniwa, maana yake ametolewa katika rehema za Allah, ametolewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye anayemuingilia mwanaume mwenzie ametolewa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake mtu ni haramun mutlaqan, akiwa amekufa hali ya kuwa hajatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amekufa hali ya kuwa ni basha, amekufa hali ya kuwa ni shoga anaingiliwa kinyume na maumbile. Mtu huyu ni haramu kwake yeye kusikia hata ile harufu ya pepo, ni haramu. Ni haramu kwa mtu ambaye anayeingiliwa kinyume na maumbile, iwe ni mwanamke iwe ni mwanamume. Ima mtu anayeingilia wanawake au anayeingilia wanaume, ni haramu kwake yeye hata ile harufu ya pepo kuinusa, ni haramu kwake yeye, amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hali ipoje katika jamii ya Waislamu? Hali imezidi kuwa mbaya katika jamii ya Waislamu. Ndugu zangu, ukiingia katika mitandao, wale ambao wanawake wanaoshajiisha, wanaowamotivate na kuwaencourage wanawake wengine waingiliwe kinyume na maumbile, wanaonekana ndio wanawake walioendelea zaidi na wana mafanikio zaidi katika mitandao ya kijamii. Na hata kwenye jamii, ukitembea katika jamii zetu, kwa mfano utembee Magomeni, Kinondoni, Tandale, Kigogo, Mbagara na baadhi ya maeneo mengine, ukienda Kariakoo huko, Mwananyamala, ukitembea Kawe na baadhi ya maeneo mengine, leo wanawake wanaoshajiisha na wanaoencourage wanawake wenzao waingiliwe kinyume na maumbile wanaonekana ndio wanawake walioendelea zaidi. Kwenye mtandao siku moja nilikuwa nafuatilia, kuna binti mmoja sasa hivi anaonekana amemjengea nyumba mama yake, kamjengea nyumba mama yake, na yule binti sasa hivi na yeye kajenga nyumba yake, na yule binti ana gari, anaendesha gari, anaonekana ana gari. Yule binti katika moja ya content zake ni kuhamasisha wanawake waingiliwe kinyume na maumbile ndio waweze kupata mafanikio. Na kimsingi ni kwamba anaonekana ni mwanamke ambaye amefanikiwa, kwa sababu mwanzo ilikuwa anaonekana yupo kwenye chumba kimoja, lakini baadaye akaonekana anaposti kwenye mitandao anamjengea nyumba mama yake, nyumba nzuri. Baadaye akaonekana anajenga nyumba yake binafsi. Baadaye ikaonekana ana gari yake, lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kuingiliwa kinyume na maumbile. Na anawahamasisha wanawake wengine kwamba ili wapate mafanikio ni lazima waweze kuingiliwa kinyume na maumbile ndio waweze kupata pesa. Yule binti anaonekana ni shujaa, yule binti anaonekana amefanikiwa kwenye jamii. Wale ambao watakaokuwa wanafuatilia TikTok watakuwa wanamjua, kuna binti anaitwa Pipitida. Yani ukiingia kwenye mitandao, kazi yake ni kucheza uchi, kazi yake ni kuposti mafanikio yake, lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kuingiliwa kinyume na maumbile. Sasa jamii leo imewapa kipaumbele kiasi ambacho mpaka inaonekana mafanikio ya wanawake hawawezi kuyapata mpaka waingiliwe kinyume na maumbile, bali limeonekana ni jambo la kawaida katika jamii ya leo. Sasa hali katika jamii imefikia katika kiwango hiki, bali ukiingia katika mitandao leo kuna mtu anaitwa Ankoti,
Kuna kijana mmoja anaitwa Ankoti, ni kijana mdogo sana, anaonekana anafanya biashara, anaonekana ana magari, anaonekana ana pesa nyingi, lakini ni shoga, lakini anaonekana ameendelea, amesucceed kwenye maisha, na ni mtu ambaye ana trendi katika mitandao ya kijamii na watu wengi wanamfuatilia, lakini ni mtu ambaye anaingiliwa kinyume na maumbile. Jamii inaaminishwa kwamba ili kijana aweze kufanikiwa ni lazima aingie katika mtandao wa ushoga. Jamii leo imefikia katika hali hiyo. Siku moja niliwahi kuambia shughuli nyingi za Kiislamu leo, shughuli nyingi za Kiislamu, ukienda katika zile shughuli, pengine inaitwa usiku wa keki, au pengine kuna kumtoa mtoto, au pengine kuna 40 sijui, au pengine kuna birthday. Yani ukienda kwenye zile shughuli, wale ma MC wanaoshika maiki ni mashoga. Mimi nafuatilia wale wanaoshika maiki kwenye zile shughuli za wanawake, hasa wa Kiislamu, wengi wao wanakuwa ni mashoga. Bali wanawake wengi wa Kiislamu wana vikundi vyao vya kutunzana. Kwenye vile vikundi vya kutunzana, ndani yake pia kuna mashoga. Yani unamkuta mwanamke wa Kiislamu amekaa kwenye kiti, kisha yule shoga anakuja anamtunza pesa 10,000, 5,000. Mashoga wana mtandao wao na wanawake wa Kiislamu. Bali kuna wanawake ambao wao ndio organizers. Yani ukitaka shughuli yako waje mashoga, nenda kamtafute mwanamke fulani wa Kiislamu huyo. Yani huyo kazi yake anajulikana kwamba yeye mashoga wote wa mjini yeye ndo ana connection nao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamii imefika kwenye kiwango hiko leo. Jamii ya Kiislamu imefika kwenye kiwango hiko leo. Yani mashoga wanajua majukwaa kwa kiwango hiko. Bali imefikia hatua zile shughuli wanakwenda watoto wadogo. Ukiangalia kwenye mtandao unakuta kuna shughuli kuna watoto wadogo, lakini kuna mashoga wamejazana kwenye ile shughuli. Mashoga wale wanatunza, mashoga wale wanacheza, tena wanachagua na nyimbo ya aina fulani ya mafumbo, wengine mpaka wanapigana, wanagombania mwanamume katika shughuli. Mashoga. Utafiti mdogo niloufanya katika mashoga 10 wale ambao mimi nimewafuatilia, katika mashoga 10, 9 ni vijana wa Kiislamu. Mashoga 10, 9 ni vijana wa Kiislamu. Yani unaweza ukaona ni namna gani jamii ya Kiislamu inaharibika kwa hawa watu wanaitwa mashoga. Juzi nilikuwa naona kuna vijana fulani mapacha, ni vijana wa Kiislamu, vijana wadogo miaka 14, mapacha, Kurwa na Doto, ni vijana walioharibika kwenye ushoga, wapo kwenye shughuli na wao wanatunza. Jamii ya Kiislamu imefikia katika mazingira kama hayo. Ndugu zangu, janga hili lisiposemwa, lisipozungumzwa, jamii au watoto wa Kiislamu wanakwenda kuharibika. Sio watoto wa kiume, sio watoto wa kike. Hali imekuwa ni mbaya. Bali imefikia kiwango sasa hivi watoto wa kiume mavazi wanayovaa hawana tofauti na watoto wa kike. Yani utamkuta mtoto wa kiume kavaa kinjunga, yani amevaa kibuta, mapaja yote hapo nje, mtoto wa kiume. Na asilimia kubwa wanaovaa vinjunga wanakuwa ni mashoga. Yani mtoto wa kiume aliyesarabika, mtoto wa kiume aliyekuwa sawasawa, hawezi kuvaa kinjunga mapaja yote akawa nje. Wale mashoga wana kodi yao moja ya mavazi, wapo nayo. Moja ya kodi yao ya mavazi ni kuvaa vinjunga. Yani ukimwona mtu kavaa kibuta mapaja yako nje, ujue huyo inawezekana kipa katoka. Yani kuna uwezekano mkubwa. Ukimwona mtoto wa kiume kavaa kinjunga mapaja yote yako nje, kavaa kibuta kidogodogo mapaja yako nje, kwa vyovyote kuna asilimia kubwa huyo mtu inawezekana diara katoka. Na ndio kodi yao. Ukitembea Magomeni, Kinondoni, Mwananyamala, wapi, wale watu wote wanaofanya hizo kazi, hiyo ndo aina yao ya mavazi waliokuwa nayo.
Jamii imefikia kwenye kiwango hiko kwamba watoto wa kiume wanajifananisha na watoto wa kike. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika moja ya hadithi yake aliwahi kukemea jambo la watoto wa kiume kujifananisha na watoto wa kike. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake ndefu anasema, amelaaniwa yule ambaye atakayejifananisha na mtoto wa kike, na amelaaniwa yule ambaye mtoto wa kike atakayejifananisha na mtoto wa kiume. Mtume anasema hivyo, amelaaniwa yule ambaye atakayejifananisha na mtoto wa kike na mtoto wa kike akajifananisha na mtoto wa kiume. Ikitokezea mtoto wa kiume akaanza kuvaa cheni, kisha akawa anavaa hereni, akawa anavaa vinjunga, huyu amejifananisha na mtoto wa kike. Na moja katika vitu ambavyo watu hawavijui, mtoto wa kiume akiwa anavaa cheni za dhahabu, moja kati ya vitu ambavyo Uislamu ndio maana umekataza mtoto wa kiume kuvaa dhahabu. Dhahabu ina asili ya kulainisha mifupa. Yaani mtoto wa kiume huruhusiwi kuvaa cheni. Cheni anavaa mtoto wa kike. Yaani ukimwona mtoto wa kiume anavaa cheni, ujue huyu anajifananisha na mtoto wa kike. Dhahabu moja ya sifa yake ni kulainisha mifupa, na ndio maana Uislamu ukamkataza mtoto wa kiume asivae dhahabu, avae mtoto wa kike. Lakini sasa hivi kuna watoto wa kiume wanavaa vipuli. Mtu ana kipuli chake cha dhahabu amevaa, unamkuta ana macheni yake hapa, ana macheni mkononi kavaa ya dhahabu. Yaani huyu baada ya miaka 5 au miaka 10 usishangae ukamkuta amelainika akiwa anatembea mikono iko hivi. Mtume anapoongea jambo hazungumzi kwa utashi wake, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume ilikuwa hazungumzi kwa utashi wake. Yaani inakuwaje mtoto wa kiume anavaa mavazi ya mtoto wa kike? Sasa leo tazama, kuna vijana wa Kiislamu wanavaa cheni, unamkuta mtu kavaa cheni hapa, unamkuta mtu kavaa bangili hapa za dhahabu, unamkuta mtu kaweka vipuli, bali kuna watu wamekwenda mbali zaidi, wanavaa mpaka vipini katika pua. Mimi nawafahamu vijana wa Kiislamu wanavaa mpaka vipini katika pua. Lengo au kwa sababu kamuona Tupac Omar Shakur anavaa kipini na yeye anavaa kipini, yaani anajiona ni mnyamwezi kwa kule kuvaa kipini. Wapo watoto wa kiume wanafanya vitu kama hivyo. Sasa huyu amejifananisha na mtoto wa kike, huyu nayo anaingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama amewalaani wanawake pia wenye kujifananisha na watoto wa kiume. Leo ukifuatilia katika jamii utakuta kuna watu wanaitwa matomboi. Zamani ilikuwa ni nadra sana kuwakuta matomboi, lakini sasa hivi inaonekana ni jambo la kawaida. Unamkuta mtoto wa kike kavaa mavazi ya kiume, huwezi kumjua kama huyu ni wa kike, unaweza ukadhani kuwa ni wa kiume. Bali kuna wengine ni viongozi katika nchi, lakini ni wanawake, wanavaa mavazi ya kiume. Bali kuna wengine ni waandishi wa habari, wapo katika media, wanakaa, ukimuona huwezi kujua kama ni mtoto wa kike. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja hadithi yake anasema, thalathatun, watu wa aina 3, la yanzuru Allahu azza wa jalla ilaihim yawm alqiyamati, watu wa aina 3 hawa Mwenyezi Mungu hatowatazama siku ya kiyama. Watu wa aina 3 Mwenyezi Mungu hatowatazama siku ya kiyama. Mtu wa kwanza Mtume akasema, al-aqu alwalidaihi, yule ambaye atakayekuwa amewaasi wazazi wake wawili, amegombana na wazazi wake wawili, mtu huyu hawezi kutazamwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Na maana yake usipotazamwa na Allah, maana yake tayari ushakuwa katika miongoni mwa watu waliopata hasara. Na mtu namba 2 Mtume akasema, wal mar'atu almutarajjila, na mwanamke ambaye amejifananisha na mwanamume, huyu hatotazamwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama.
Na mtu namba 3, wadayuth, na mtu asiyekuwa na wivu na familia yake. Mtu huyu hawezi kutazamwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Hadithi hii Mtume hapa anaonyesha uharamu wa mwanamke kujifananisha na mwanamume. Sasa leo kuna matomboi na wenyewe wapo, yani mwanamke naye anakuwa na mwanamke mwenzie, anakuwa yupo naye kwenye mahusiano. Hili nalo limeonekana ni jambo la kawaida katika jamii, ni jambo la kawaida. Tena utawakuta kuna mabinti wanacheza mpira, Twiga Stars, sijui timu ya taifa ya wanawake. Sizungumzi kuwa, sitaki kuingia kwenye hukumu ya faa au haifai, lakini hebu nenda kawatazame wale mabinti wanaocheza ile mipira, mavazi yao, nenda kawatazame. Nenda kawatazame wale mabinti, mavazi yao wanayovaa. Yani huwezi kumjua kuwa huyu ni mwanamume au ni mwanamke. Yani ukimwona unaweza ukadhani kuwa ni mwanamume, kumbe ni mwanamke. Sasa hawa kwa mujibu wa hadithi ya Mtume hawatoweza kutazamwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Ndugu zangu, jamii ilipofikia, imefikia katika mazingira magumu ambayo mfano wake hakuna. Jamii ilipofikia leo, imefikia katika mazingira ya unyama mfano wake hakuna. Leo ukiwa na mtoto wako wa kiume, usije ukathubutu kumlaza chumba kimoja ima na mgeni. Usije ukathubutu kumlaza ima pengine amekuja baba yake mdogo, mjomba wake, sijui nani yake, ukamlaza sehemu moja na mtoto mdogo wa kiume. Jamii imefikia kwenye kiwango kibaya zaidi ya unyama, watu wanavyofanya zaidi ya unyama. Yani mtu raha yake na starehe yake ni kumwingilia mtoto wa kiume, ndio raha yake na ndio starehe yake, Bali leo kuna watu wanajulikana Dar es Salaam hii, Tanzania hii, wanajulikana kwamba wao moja ya shughuli zao ni kuingilia watoto wa kiume wenzao. Na kuna wanawake wanajulikana Tanzania hii, Dar es Salaam hii, kazi yao ni kuweza kuwaingilia wale wanawake wenzao, wanajulikana. Dunia imefikia kwenye kiwango cha aina hiyo. Bali leo dunia ilipofikia, mtoto wa kiume inapaswa achungwe zaidi kulikoni mtoto wa kike. Dunia ilipofikia leo, mtoto wa kiume inapaswa achunguzwe zaidi kulikoni mtoto wa kike. Yani kama una mtoto wako wa kiume leo, ikiwa anatoka shuleni, hakikisha kuna baadhi ya vitu unafanya kumwangalia mtoto wako wa kiume. Kwanza, penda kukaa naye, kuzungumza naye, uwe unapenda kumtazama usoni. Yani mtoto wa kiume ikiwa kashaanza kuharibiwa, ukikaa naye ukianza kumtazama usoni huwa hawezi, lazima inamishe macho chini. Iki ni moja ya kipimo na wapa. 3, mkalishe mtoto wako wa kiume. Yani dunia ilipofikia leo, imefikia kwenye hali mbaya. Mkalishe kwenye kiti mtoto wako wa kiume, dakika 10 yupo kwenye kiti amekaa. Wewe uko mbele na yeye amekaa pale mbele yako, dakika 10 kakaa kwenye kiti. Ukimwona anaweza kustahimili kukaa muda mrefu zaidi dakika 10 kwenye kiti, yuko salama. Ukimwona kwenye kiti mara kafanya hivi, kanyanyuka hivi, anafanya hivi, anza kumwekea mashaka mtoto wako wa kiume. Yani imefika mahala watoto wetu wa kiume tukae nao. Mazingira yamekuwa, tunayazungumza haya kwa sababu kuna kesi nyingi za watoto wa kiume kuharibiwa. Mtoto wako wa kiume ifike mahala unampa mazoezi ya kuchuchumaa. Yani unakaa naye unamwambia hebu chuchumaa kwanza, unamtazama. Ukimwona ana uwezo wa kuchuchumaa na baada ya kuchuchumaa ukamwona bado yuko salama, ujue mtoto wako yupo salama. Lakini ukimwona hawezi kuchuchumaa na akichuchumaa hali yake inakuwa ni mtihani, ujue tayari hali ishakuwa mbaya kwa mwanao. Jamii imefikia kwenye kiwango cha unyama leo tunavyozungumza. Ukitembea Tandale, ukienda Tandale, kuna kesi nyingi za watoto wa kiume kuingiliwa kinyume. Wadogo, sikwambii watu wazima, wadogo wanaingiliwa kinyume na maumbile. Wadogo. Ni nini kimewasababisha vile? Mazingira wanayoishi wale watoto.
Baba hana muda na mtoto wake kukaa naye kuzungumza naye. Mama hana muda wa kumfuatilia mwanawe. Mtoto anatoka anakwenda shule, njiani anakutana na mtu, anamdanganya, anampa chipsi yai, anampa kuku, anakwenda anamharibu mtoto wa kiume. Unakuja kushtuka ni too late, mtoto wako kashaharibika tayari, kwa sababu hauna utamaduni wa kukaa na mtoto wako. Ukienda Tandale kuna hali mbaya, ukienda Manzese kuna hali mbaya, ukienda Buza kuna hali mbaya. Kuna hali mbaya namna watoto wanavyoharibiwa. Yani inafika mahala mzazi anakuja kushtuka mwanawe kashaharibiwa, hana namna ya kufanya. Siku moja niwapeni kisa hiki cha kweli. Mimi nilipata kesi moja. Mama amekuja kushtukia mtoto wake wa miaka 5 ameharibiwa. Mtoto wa miaka 5 yuko nasari, miaka 5, kesi. Yule mama mtoto wake ameharibiwa. Na mbaya zaidi, ni bora ingelikuwa ndio kamshuhudia pale ndo mara ya kwanza, mara mbili. Yani madaktari walipoenda kumpima wakamwambia yule mama, huyu mtoto inaonekana ili jambo ameanza muda mrefu, miaka 5. Hebu fikiria muda mrefu huo kaanza kwa miaka mingapi? Yani mtoto ana miaka 5, madaktari wamempima, wanathibitisha, wanasema kwa hali yake huyu mtoto inaonekana ameanza muda mrefu. Alianza akiwa na miaka mingapi? Kuna binadamu wana unyama kwa kiwango hiko katika dunia ya leo. Dunia imefikia katika mahala kama hapa. Sasa Uislamu unapinga hivi vitendo. Uislamu unapinga ushoga. Uislamu unapinga watu kuingiliana kinyume na maumbile. Ni haramu. Ni katika moja ya vitu ambavyo vinapelekea mtu asitazamwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule anayefanya vitendo vya kuingilia wenzie kinyume na maumbile ajue ya kwamba hata maji ya bahari yangekuwa yanatumika kutoa janaba lake alilokuwa nayo asingeweza kutosha. Yale maji ya bahari yale ndio yatumike kutoa janaba lake, yale anayoyafanya yale maji ya bahari hayawezi kutosha. Dhambi yake anayoifanya ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza watu wa Lut, aliwaangamiza. Na sababu ya kuwaangamiza ilikuwa ni kuingiliana kinyume na maumbile, kwamba watu ilifikia kiwango walikuwa wanawaingilia wenzao kinyume na maumbile. Mwenyezi Mungu aliwaletea adhabu kali. Kwanza alikipindua kile kijiji chini juu. Baada ya kukipindua haikutosha, Mwenyezi Mungu akaleta mvua ya mawe, akashindilia pale. Haikutosha, Mwenyezi Mungu akaleta ndege wenye vijiwe, kila mtu mmoja ikawa inamdondokea pale, pap, saga ikawa hakuna watu. Dhambi yao ilikuwa ni moja tu. Dhambi yao ilikuwa ni kuwaingilia wanaume wenzao kinyume na maumbile. Mwenyezi Mungu akawaangamiza mpaka leo ile sehemu ukienda imepinduliwa kama chapati kwenye flampeni, kitendo cha kumwingilia mwanaume wenzio kinyume na maumbile. Leo imeonekana ni fashion. Tunajiuliza mbona Mwenyezi Mungu apindui? Manake wakati ule wa Lut walikuwa wakifanya hadharani, leo vile vile ni hadharani. Ukiingia TikTok huko mashoga, ukiingia usiku TikTok kunakuwa na live zinaendelea. Yani kuna watu wanakuwa hapo live, mashoga wanakuwa hapo live. Bali kuna wengine wako Ulaya wanakwenda live na kuna watu wanajoin, na kuna watu wanauzia. Bei gani unauza bwana? Yani mtu anakwenda kumuulizia mwanaume mwenzie na hana shaka. Niwachekesheni kitu kimoja. Siku moja nimeingia kwenye DM yangu ya Instagram. Nimeingia kwenye DM yangu nikakuta kuna mtu ameni DM message. Nilipotazama nikakuta kuna salamu alaykum shehe, nikamwambia wa alaykum salam. Baadaye nikakaa nikuta message tena. Shehe vipi hali yako? Kwema. Shehe naweza kupata namba yako? Nikamuuliza we nani? Mimi bwana mtu fulani naishi Magomeni. Nikamwambia okay. Nikamwambia ulikuwa una shida gani? Ningepata namba yako shehe ningekwambia. Nikamwambia hebu niambie una shida gani? Shehe nina message humu nikiuona shehe ni mtihani.
Yani mtoto wa kiume anakuapproach yeye, mtoto wa kiume anakuapproach, shekhi bwana mimi nakupenda mawaidha yako. Yani inafika mahala mtoto wa kiume yani dunia imefikia kwenye kiwango hiko. Unamuuliza, kwani wewe mtihani huu upataje? Ambia shekhi bwana mimi nimeanza zangu nikiwa mdogo ili janga. Yani wakati mwingine unaongea naye mpaka unasikia mwili unatetemeka. Umeanza lini? Ambia nimeanza toka nikiwa mdogo, toka nipo shule. Una miaka mingapi? Anambia sasa hivi na miaka 36 shekhi. Na ana familia, ana mke, ana watoto wawili. Tazama, dunia imefikia kwenye kiwango hiko. Kwa hiyo kuna watu wapo katika mtandao huko, kazi yao ni kuweza kuwa-approach pia wanaume wenzao. Yani imefika mahala mtoto wa kiume anamapproach mwanaume mwenzie aende akafanye naye kitendo cha kumuingilia. Dunia imefikia katika mazingira kama hayo. Imefikia hapo dunia leo. Juzi nilikuwa naona waziri yule wa mambo ya kijamii, jinsia na watoto, alikuwa anazungumza kuhusiana na ukatili wa kijinsia wanaofanywa watoto. Alikuwa anazungumzia ukatili wa kijinsia. Lakini mimi nika comment katika moja ya peji zake, nikauliza, wanaofanya haya matukio tunawaona, yani kwenye mitandao wanajulikana, wapo kwamba fulani anajulikana wazi, amejiweka wazi kuwa ni shoga, na huyu binti anajulikana kuwa na mtandao wa kuuza wanawake wenzia wanaoingiliwa kinyume na maumbile. Mbona serikali haichukui hatua? Unajua ili jambo likiachwa linaonekana ni jambo la kawaida. Yani watu wanaonekana na wanajulikana kwamba fulani anafanya jambo fulani, fulani anafanya kazi fulani, fulani yuko hivi. Mbona serikali haichukui hatua kwa wale watu? Mbona wanagiwa platform? Tena kuna wengine mpaka kwenye majukwaa ya kisiasa wanaitwa, nao wanakwenda kupanda kwenda kuwanadi wagombea. Yani imefikia kiwango hiko kwamba inaonekana hawa watu wanagiwa platform, au watu wanafurahia kile ambacho wanakifanya. Hapa katikati ilifika mahala mpaka viongozi wa dini wakawa nao wanatumika kupromoti ushoga. Dunia imefikia katika kiwango hiko. Tanzania imefikia kwenye kiwango kama hiko. Ndio maana leo mnaona ushoga umekuwa ni jambo la zamani. Ilikuwa akikatiza shoga hapo nje watu wote tunamshangaa, lakini leo anakatiza shoga hapo hakuna hata mtu mwenye habari, anaona ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Ukipita katika baadhi ya maeneo, zamani tumezoea kuwaona wanaojiuza ni wanawake. Leo kuna baadhi ya maeneo ukienda wanaojiuza ni watoto wa kiume. Watoto wa kiume, tembea, nenda Tandale kule. Tembeeni Tandale. Mimi nimezaliwa Tandale. Tembeeni Tandale mkaone. Wanaojiuza ni watoto wa kiume. Sio wa kike tena, watoto wa kiume. Wanajiuza. Wadogo miaka 11, 12, 13, 10, wadogo wanajiuza. Na kuna watu kazi yao ndiyo hiyo. Na wallahi niwaambieni kitu, mkipata bahati ya kukaa na wale wanaoingiliwa, mkiwauliza hebu nyie wateja wenu wakubwa ni wakina nani, kuna watu wanawataja wengine ni maarufu kuwa ndo wateja zao. Yani kuna mtu unamjua wewe ana heshima, ni kiongozi, kumbe yule naye ni mteja wake. Fulani mbona mimi mteja wangu? Kuna wengine wasanii wakubwa, fulani mbona mimi ni mteja wangu? Kuna wengine ni viongozi wa dini, fulani mimi mbona ni mteja? Yani ukikaa nao wale ukiwauliza, nyinyi nani anayenunua? Shekhi, kuna watu wana hadhi na heshima kubwa, ile ndio kazi yao. Yani kuna mtu kafanya starehe, alafu mwisho wa siku akaona hakuna starehe iliyokuwa bora kama kumwingilia mwanaume mwenzie. Na kuna vijana wa Kiislamu hapa mjini wanapenda kuwa na magari mazuri. Kuna vijana wa Kiislamu hapa mjini wanapenda kuvaa vizuri, wanapenda kuwa up to date, kuwa na simu za smartphone, iPhone 17 wanapenda kuwa nazo. Kuna watu kukupa wewe iPhone 17 kuwa nayo kisha kukuingilia kwake yeye sio swala. Yani halina mjadala kwake. Ukitaka anakupa na kuingilia basi kamaliza. Yani kuna watu wana pesa kazi yao, yani kama vile ni laana. Bali kuna wengine imekuwa ni masharti ya kishetani wapo nayo.
Yaani mtu kaambiwa kabisa, wewe bwana, pesa yako hii utakiwi kutembea na mwanamke, wewe kazi yako ni kutembea na wanaume wenzio tu. Leo wanaharibika watoto wetu wa Kiislamu na vijana wadogo. Sasa yasiposemwa haya, itakuja kufikia mahala katika majumba yetu hali itakuwa ni mbaya. Mimi kuna baadhi ya wakati wanakaa nafikiria wanangu wale wa kiume, huwa nawafikiria sana kwamba hali tunayokwenda nayo huko mbele itakuwaje? Ikiwa leo dunia inaonekana mashoga ni jambo la kawaida, huko mbele hali itakuwaje? Ndugu zangu, lazima tuwe na utamaduni wa kukaa na watoto wetu na kuzungumza nao. Tusikubali kukaa mbali na watoto wetu wa kiume. Tusikubali watoto wetu wa kiume tukakaa nao mbali. Hali imekuwa ni mbaya, haielezeki katika jamii. Watoto wanaharibika, na mbaya zaidi hizi smartphone hizi simu. Leo mtoto wako unaamini ukimpa simu ndio maendeleo. Mtoto wako ukimpa simu unaamini ndio maendeleo. Pengine unaweza ukawa unamzuia nyumbani, atoki kwenda kuzurura, acheze na wenzie, geti kali, lakini brother, nikwambie, ukimpa hii simu mtoto wako umemuua. Hii simu ya smartphone ukimpa mtoto wako umemuua, kwa sababu kila kitu katika dunia ya leo kinafanyika kwenye simu. Kila kitu. Hawa mnavyowaona hawa, wengine miongoni mwao wana magrupu yao wanayo. Mtu ana simu, umempa simu, ana create group lake, mule kunakuta kuna connection zinatumwa, kuna mambo ya ajabu yanatumwa. Yaani ukija siku ukiona mtoto wako vitu anavyoongea kwenye magrupu ya WhatsApp, wewe unaweza ukashika kichwa, huyu ndio mwanangu, kwa sababu umempa smartphone. Lazima tuwe makini, tujihadhari na watoto wetu katika dunia tuliokuwa nayo. Yaani kama ulikuwa una utamaduni ukaa na mwanao, inafika kiwango ukirudi nyumbani, hebu muite mwanao, Juma, njoo, hebu kaa hapa. Nacheka Juma yupo hapa inatakiwa ifike mahala mtoto wako unamuita, alafu unakaa naye unaanza kumuuliza, unamfanyia interview ya maswali, unaanza kumuuliza rafiki yako nani, leo umekwenda wapi, umetembea na nani. Yaani unamkagua, kumwangalia anavyotembea mtoto wako, unamwangalia anavyoongea. Yaani ifike mahala unamkagua. Wazee wetu zamani wakati tunakuwa walikuwa wakitukagua sisi, kama kuna watu wazima watakuwa wanaelewa. Yaani wazee wetu walikuwa wakitukagua. Ukiamka asubuhi, baba anakukagua, anakutazama wewe uko vizuri, uko sawa sawa, na kuangalia. Inafika mahala baba ilikuwa anakukagua, ilikuwa ukivua nguo, baba anakuchukua nguo yako, anaikagua ile nguo yako iko sawa sawa. Yaani ifike mahala mtoto wako wa kiume unamfuatilia nyenendo zake, maisha yake. Kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukajikuta kashaharibika ukubwani tayari, kwa sababu ulikuwa umfuatilii mwenendo wake. Wewe unaamini mama yake atamwangalia. Yaani kuna baadhi ya vitu baba ndio inapaswa amwangalie mtoto wake wa kiume. Siku moja niliwahi kuambia, hizi tabia hizi huwa zina kawaida ya yaani mtoto anaweza akaadapti tabia ima kwa baba au kwa mama. Yaani ikiwa ni mtoto wa kike anapenda kukaa sana na baba, anaweza akaadapti tabia ya baba. Na mtoto wa kiume ikiwa anapenda kukaa sana na mama, anaweza akaadapti tabia mama yake. Yaani akawa na tabia za kike. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya watoto wa kiume waliopenda kukaa sana na mama zao, waliopenda kukaa sana na mama zao wakawalea kiudele. Watazame mazingira yao jinsi walivyo. Sisemi kuwa kulelewa na mama haifai, isipokuwa mtoto wa kiume akikaa muda mrefu na mama, kuna baadhi ya tabia za kike anaadapti. Yaani kuna umri mtoto wa kiume inabidi awe anakaa na baba. Yaani lazima kuna baadhi ya vitu unazungumza na aadapti tabia zako. Maneno yale unamkemea, ili acha, ili fanya, nenda huku usiende, tembea hivi, kula hivi, kaa hivi. Yaani mtoto wa kiume anaadapti vile vitu kwa baba. Ikiwa anavikosa vile vitu, anaadapti kwa mama. Akiadapti kwa mama, ndio unamkuta mtoto wa kike anakuwa na hormones kama za kike hivi wakati mwingine. Kuna mtoto mmoja mimi namfahamu, yuko Tegeta, toka anakuwa mdogo nimemuona, mpaka leo yuko sekondari ninamuona. Yaani akitembea tu unamjua huyu mtoto kipa katoka. Yaani akitembea tu unamjua
kwa sababu ni mazingira ambayo nilikuwa namuona toka anakuzwa na mama yake, bali ilikuwa nafika mahala kila anachokitaka, nataka chipsi anapewa, nataka hiki anapewa, nataka hiki anapewa. Yani mtoto wa kiume hapaswi kulelewa katika mazingira kama hayo. Yani huwezi kuwa na mtoto wa kiume alafu kila anachokitaka anapata. Shekhe, kuna leo na kesho. Leo nacho, kesho hauna. Wewe upo hai, kesho umekufa. Huyu atampa nani? Leo wewe unaweza kumpa, kesho haupo. Anataka chipsi mayai, anapewa na nani huyu? Anataka kuvaa nguo nzuri, anapewa na nani huyu? Tafsiri yake ni kwamba atatafuta alternative way ya kuweza kupata chipsi makuku, chipsi mayai. Kuna baadhi ya wakati mtoto wa kiume anaambiwa hii hakuna, hii hapana, hiki upati. Yani unamzoesha kuishi katika mazingira ya kuwa kuna siku unapata, kuna siku unakosa. Lakini kuna watoto wa kiume kila wanachokitaka wanapata. Sasa haya ni katika miongoni mwa aina ya malezi yanayopelekea jamii yetu leo ikafikia katika mazingira kama haya. Ukikaa na wale ambao wanaofanywa hivyo vitendo, ukiwauliza wewe sababu gani imekupelekea kuingia huko, mmoja watakwambia kaanza toka udogoni, pili atakwambia tamaa, tatu mkumbo, aina ya watu waliokuwa wanaongozana nao, tamaa, marafiki waliokuwa wanaongozana nao, mwisho wa siku akajikuta anaingia katika huo mtihani. Bali kuna watoto wengine na wenyewe nao wana michezo ya kuwaingilia watoto wenzao. Hili nalo ni tatizo ambalo wazazi wanatakiwa walitazame. Yani mtoto wako akiwa hivyo usije ukajisifu, mwanangu bwana, hapana. Hiyo ni changamoto. Mtoto huyu anakuwa baadaye anakuja kuwabasha. Lazima uanze kuchukua hatua za makusudi, tabia ya mwanangu ipoje, kwa mwisho wa siku unaweza kuja kumzalisha mtu ambaye ni hatari katika jamii. Watoto wa kiume mtaani watakuwa hawaponi, pengine shuleni akienda itakuwa ni mtihani, jamii yani anakwenda anakuwa hivyo katika maisha yake. Kwa ndugu zangu, jamii imeathirika kwa kiwango kikubwa na kitu kinaitwa ushoga. Hili lazima lisemwe. Siku moja niliwahi kuambia watu Dar es Salaam hapa mjini hapa kuna mashekhe hao ambao wanajulikana au wanasifika, kazi yao ndio hiyo. Yani mtu anakuwaje shekhe alafu anasifika kwa kadhia au kwa jambo kama hilo, kwa wana mtu fulani bwana kazi yake ni kuingilia wanaume wenzie. Yani imefikia mahala watu wameathirika, mpaka viongozi wa dini jambo hili. Wallahi inafika mahala mpaka mtu ile nuru inaondoka kwenye uso wake, kwa sababu moja ya kazi yake ni kuwaingilia wanaume wenzie kinyume na maumbile. Na nikwambie, mtu anayezoea anakuwa addicted kiasi ambacho mpaka anaingia kaburini ili jambo anakufa nalo. Ni mtu ameathirika na watu wa kiume wenzie mpaka mwanamke anamwona wa kazi gani hafai. Yeye raha yake mpaka apate watoto wa kiume. Imefika mahala mpaka viongozi wa dini shekhi wanafanya vitu hivyo. Anafanya kabisa. Na ukikaa nao hao wanaoingiliwa hao kinyume na maumbile, watakwambia bwana mtu fulani. Wanawake nao ukikaa nao watakwambia shekhi fulani bwana kazi yake kufanya liwatu bwana, shekhi fulani bwana hivi. Yani imefika mahala yaonekana ni jambo la kawaida. Subhanallah. Ikiwa chumvi tunayotegemea iweze kumfanya samaki asioze, asiharibike, vipi leo chumvi yenyewe ikiwa imeharibika? Ikiwa unamtegemea shekhe kwamba huyu ndio amuongoze, kwamba bwana aache hivyo vitendo sio vizuri, yule shekhe mwenyewe, yule kiongozi wa dini, yeye ndo anaharibu wale watu, haya unategemea nini kwenye jamii? Leo dunia imefikia mahala kama hapa. Tanzania imefikia mahala kama hapa. Sikwambii huko nchi jirani, Tanzania imefikia mahala kama hapa. Ndugu zangu, huu ni mtihani, ni janga limeingia katika jamii. Tusipokuwa makini, mashoga watazidi kuwa wengi katika majumba yetu. Hebu vuta picha. Mwenyezi Mungu atuepushe. Nyumbani kwako, kwenye familia yako au kwenye ukoo wako anatoka shoga. Vuta picha kwenye akili yako. Familia yako anatoka shoga. Hivyo hali kwenye nafsi yako unaonaje? Lazima tuchukue hatua za makusudi. Hali ni mbaya sana kwenye jamii. Watoto wa kiume wameharibika. Hali ni mbaya sana kwenye jamii. Na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye jambo la malezi.
Maana wakati mwingine sisi tunalea tu tunaishi na watoto, lakini bila ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kutaka msaada wake, wallahi kuna baadhi ya mambo hatuwezi. Wewe unaweza ukamshika mwanao vizuri nyumbani, lakini kule shuleni atakutana na watu wenzio na tabia mbaya. Nendeni katika mashule haya, shule za Kayumba, nendeni katika shule za primary zile, nendeni katembeni mkaone, kakaeni na walimu wale, nendeni kwenye madawati, kesi za watu wadogo, nendeni katembeni mkapate rekodi, waambieni hali ni mbaya mabwana, hali ni mbaya, haisemekani katika jamii. Tunayaongea haya kwa sababu tumefanya utafiti, tumeongea na watu, tumeelezwa mengi, mpaka tunaamua kuja kusema. Maana yake hali imefikia pabaya, hakuna mfano wake. Na tusipochukua juhudi za makusudi, usije ukastaajabu siku yake ukakutana na mwanao tayari kashaharibika. Ukiwa na mtoto wako wa kike, kaa naye, mwambie kuingiliwa kinyume na maumbile sio ujanja. Kuingiliwa kinyume na maumbile sio ujanja. Yaani isije akadanganyika kwa chipsi kuku, chipsi mayai, au akiingia kwenye mtandao akakutana na wanawake wanaoencourage wanawake zao kwamba ingiliweni, fanyeni hivi, naye akaona ndio ujanja. La hasha wakalla. Leo inaonekana ni jambo la kawaida. Kana mtoto wako wa kike, mwambie madhara ya iko kitu, hukumu ya iko kitu katika Uislamu ni nini, Mwenyezi Mungu anasemaje, madhara yake ni nini, siku ya kiyama itakuwaje. Yule mtoto wa kike akue hali ya kuwa anajua kwamba hiki kitu madhara yake kadha, kuna jambo kadha, kuna hivi, kuna hivi. Mwambie kinaga ubaga. Maana kuna baadhi ya wakati baba anaweza akasema, mtoto wangu wa kike mimi siwezi kuongea. Hapana. Yaani ongea naye mtoto wako wa kike friendly, mwambie maisha jinsi yalivyo. Kuna baadhi ya tabia za kiume ambazo wanaume wanazo, sharti wewe mwanaume umwambie mtoto wako wa kike. Yaani mwanamke anaambiwa na baba yake tabia za wanaume jinsi zilivyo. Mwanangu, wanaume wapo kadha 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 kadha. Mwambie mtoto wako wa kike. Ongea naye aelewe kwamba wanaume wako kadha 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 kadha, wanafanya kadha kadha. Akikwambia hivi usifanye hivi, mwambie mtoto wako wa kike aelewe. Ukisema unajua huyu mtoto wangu wa kike mimi siwezi kuongea, ataongea na mama yake. Mama yake hawezi kujua tabia za wanaume. Wewe baba ndio kana mtoto wako wa kike, mwambie mwanangu, sasa hivi kuna watu wao bwana, kazi yao ni kuingilia watoto wa kike kinyume na maumbile. Kwa hiyo ikitokezea kukwambia kadha, usikubali. Hivi kadha. Sasa hivi kuna kesi za wanawake wanadai talaka kwa sababu wanataka kuingiliwa kinyume na maumbile na waume zao. Kwani nyinyi hamjawahi kusikia kesi hizo? Shekhe, kesi hizo ni nyingi za wanawake wanadai talaka kwa sababu wanataka kuingiliwa kinyume na maumbile na waume zao. Hizo kesi zishakuja kwetu, ni nyingi, hazina mfano wake. Bali wengine washaharibiwa. Yaani inafika mahala mwanamke anakwambia, huyu mwanamume mimi anataka kunipa talaka, anataka aniache, lakini mimi huyu kashaniharibu, mimi niende wapi? Yaani mwanaume kashamharibu mwanamke kiasi ambacho mwanamke anauliza, mimi niende wapi? Kashaniharibu. Imefikia kwenye kiwango hiko. Bali inafika mahala mwanamke anaamini ya kwamba kumtuliza mwanaume ni kukubali kufanya naye kinyume na maumbile. Mwanamke anaaminishwa hivyo. Sasa hivi kuna makungwi huko katika mitandao. Ukienda kwenye ngoma za wanawake, sio kicheni mada, kicheni gani sijui, yaani wanawake wanaaminishwa ili kumtuliza mwanamke ndani ni afanye naye kinyume na maumbile. Kwa hiyo wanawake sasa hivi wanalazimika kufanya kinyume na maumbile, lengo la kumtuliza mwanaume. Nani kakudanganya bwana? Sasa hivi dunia imefikia katika mazingira kama hayo. Katika majumba mengi, ndoa nyingi, sasa hivi kuna hali kama hiyo. Kwa sababu wanawake wanaaminishwa kwamba mwanaume akitoka nje, wale wanawake wa nje wanakwenda kumpa kitu kadha. Kwa hiyo ili kumtuliza mume wako, mpe kitu kadha. Kwa hiyo imeonekana ni jambo la kawaida katika jamii. Sasa haya lazima yasemwe kuweza kuokoa jamii hii, watoto hawa. Hii jamii iweze kuelewa kwamba wanaume ni kitu gani. Yaani thamani ya wanaume huwa hailinganishwi na chochote. Kuna nchi hiyo kila siku asubuhi wanafanya ibada, yaani wale wanaume wanafanya ibada. Na ibada wanayofanya wanamshukuru Mungu kwa kuwaumba wanaume. Wewe umeumba mwanaume, unakwenda kugawa ubingwa kirahisi namna hiyo. Umeumba mwanaume, wewe unakwenda kugawa ubingwa kirahisi.
wakati kuna watu wanafanya ibada wanashukuru kuumbwa wanaume, wewe unakwenda kugawa ubingwa kirahisi? Haiwezekani hata siku moja. Kwa hiyo lazima tuwe makini na hali jinsi ilivyo. Jamii imeharibika, dunia imefikia katika mahala pabaya, na kuna watu wanajaribu kuingiza vitu katika jamii vionekane ni vitu vya kawaida. Hivi kuna mtu ambaye aliwahi kuamini kama Michael Scofield anaweza kuwa shoga? Nani hapa alikuwa anaweza kuamini Michael Scofield yule mwamba kwenye Prison Break? Mimi Prison Break nilikuwa naipenda, nimeangalia season zote na nilikuwa namkubali yule jamaa Michael Scofield, lakini kumbe jamaa alikuwa shoga, kaja kujitangaza tu miaka kadhaa nyuma. Kuna mtu alikuwa anaweza kuamini kwa ule umwamba wa Michael Scofield? Kuna mtu ambaye alikuwa anaweza kuamini? Wale ambao wanafuatilia Arsenal wanamjua yule beki kisiki wa zamani wa Arsenal, anaitwa Sol Campbell. Nyie Sol Campbell mumjui nyinyi? Hamjamuona Sol Campbell? Nye umri umemwona Sol Campbell wapi bwana? Sol Campbell alikuwa beki wa Arsenal. Jamaa ukimwona miraba minne ana bonge la mwili. Jamaa kumbe kauza ubingwa. Wako watu wengi tukianza kuwataja mfano wake hakuna. Sasa wale ni watu ambao inakuwa ni project maalum. Lengo, wewe kwa mfano sasa hivi unampenda Ronaldo, unampenda Messi kwa mfano. Yale mapenzi yako kwa Messi na Ronaldo, siku ukisikia Messi kawa shoga, wewe unaweza ukaona ni jambo la kawaida. Ukisikia Ronaldo kuwa kawa shoga, unaona ni jambo la kawaida kwa sababu una mapenzi naye. Kuna msanii mmoja, kuna mtoto mmoja wa mwanamuziki mmoja anaitwa Will Smith. Will Smith ana mwanae anaitwa Jaden Smith. Kwa nyinyi mtakuwa mmefuatilia ile movie inaitwa Karate Kid sasa yule mtoto ni shoga. Yule Jaden yule, hivi kuna mtu alikuwa anaweza kuamini kama yule anaweza kuwa shoga? Nyinyi si wote mmeangalia ile movie? Umeona ile project ilivyo? Sasa wale no mifumo yao wanakwenda wanavyoandaa watu vile. Sasa yule Jaden Smith aliandaa concept moja, alafu baba yake na mama yake nao wakawa wamekuja kwenye ile concept. Watu wengi kama watu 5,000 hivi. Alafu siku ile Jaden Smith akaenda kumtambulisha mume wake. Mtoto wa kiume kaenda kumtambulisha mume wake. Kwa hiyo ni project maalum watu wanaiandaa. Kwa nyinyi kama vijana wa Kiislamu atakao muwe makini, mjue kwamba dunia inakwenda wapi hivi sasa. Hakuna thamani kama kitu kinaitwa wanaume, brother. Wanaume, urijali sheikh. Hakuna kitu chenye thamani kama iko, asikwambie mtu. Kwa hiyo ukiona mazingira uyaelewi, kaa kwa kutulia akili yako. Hivi vitu vipo tu brother. Simu zipo, maisha yapo, magari yapo, kila kitu kipo. Unaweza ukafanya kazi kwa jasho lako ukapata. Usikubali mtu akaja kukuletea kitu kirahisi tu. Sheikh, chukua iPhone 17. Una mpango gani na mimi shekhe? Usikubali kirahisi tu mtu anakuja pale, shehe pale bwana kuna chipsi kuku pale nje kachukue. Lazima udauti kwamba kuna mpango gani shehe mimi na wewe. Usikubali kirahisi tu namna hiyo. Kwa sababu unapokubali kuchukua kirahisi, yule mtu kwa sababu anakuwa na project yake anayo yule. Usikubali kirahisi, ubingwa uuzi kirahisi namna hiyo. Vijana wenzangu wa Kiislamu, lazima mkaze, shikilia bomba. Ukitaka kuvaa vizuri, soma, kuwa na maisha yako, utafanya kazi, utavaa vizuri. Utakuwa na simu nzuri, utakuwa na gari nzuri. Lakini usikubali katika maisha yako ukauza ubingwa wanaume wako kwa sababu ya simu. Never, usifanye kitu kama hiko. Usifanye katika maisha yako. Never, usifanye. Yaani siku hata usikie mtu anakugusa tu bega umwelewelewe nyuma, hebu geuka muangalie vizuri kwanza. Jambo gani huyu? Yaani mtoto wa kiume hata unapotembea, usitembee umelainika hivi. Tembea kwa kujikaza kidogo. Usitembee umelainika, utakwenda unakuwa katika mazingira kama hayo. Luqman alikuwa anamwambia mwanae katika ardhi hii tembea vizuri, yani usitembee kwa kujidai, usitembee kwa maringo. Alikuwa anamuhusia mwanawe hivyo. Lengo lake lilikuwa anamtengeneza kisaikolojia kwa mtoto wa kiume. Kuna aina ya mwendo anatakiwa atembee. Sasa wewe unakuwa mtoto wa kiume unatembea vidole unafanya hivyo. Tembea vizuri bwana. Kwa sababu utaenda utakuwa unakuwa hivyo katika maisha yako. Kwa hiyo nimeyazungumza haya kwa lengo la kuweza kutambua na kuweza kujua dunia au jamii ilipofikia sasa hivi na hali